يا أنصار يا أنصار هلل يا أقصانا أقسمنا نفديك بدمانا نفديك بدمانا يا أنصار يا أنصار هلل يا أقصانا أقسمنا نفديك بدمانا نفديك بدمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. Ndugu zangu Waislamu, siku ya leo ni juma la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku hii baada ya mapinduzi ya Kiislamu yaliyofanyika katika daula ya Iran, al-Imam al-Khomeini rahmatullahi ta'ala alayhi alitoa mwito kwa Waislamu na wanyonge, sababu kadhia ya Palestina na kadhia ya Quds si kadhia ya Waislamu peke yao, kwa wanyonge wote ulimwenguni. Waijalie hili juma la mwisho la mwezi wa Ramadhani ni siku ya Quds ulimwenguni. Kabla ya kuingia kuizungumza Quds, pia tuko katika juma la mwisho la mwezi wa Ramadhani, wanaliita Jum'atul Wida, juma la kuiaga Ramadhani. Katika kuiaga Ramadhani, ukweli wa mambo, Ramadhani hatuiagi. Tunapoiaga Ramadhani, kama wanavyosema wenye kusema, indama nuwaddi'u shahra Ramadhan nuwaddi'u anfusana, twaziaga nafsi zetu. Umeminus. Kama ilikuwa umri wako ni miaka 60, kwa hivyo mwaka umefanya nini? Umekumalizikia. Kama ilikuwa katika umri wako Mwenyezi Mungu amekukadiria ikupitie Ramadhani 30, 40, 50, ni maana zimepungua. Lakini Ramadhani itakwenda, itarudi, ni wakati. Sisi tunapoiaga Ramadhani tunataka tusimame tuziangalie nafsi zetu jinsi tunavokata masafa ya umri
na masafa ya zama, hatua baada ya hatua, tukiwa twakurubia katika makaburi yetu na katika ulimwengu wa kihakika, alalamul akhar. Tukiaga Ramadhani, twataraji na kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie saumu zetu tulizozifunga, zisimamo za sala tulizosimama, zisomo za Qur'ani tulizosoma, na dua tulizoomba, na mengi ya khairati na ibadati tulioyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu ayatakabali na ayavize na ayabambanye katika kasoro tulizonazo. Haya ndio mambo tunataka tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku kama hizi. Ndugu zangu Waislamu, nikirudi katika Yaumul Quds, Qudsi ni mui ulioko katika ardhi ya Falastini, ambao ndiyo capital city ya Falastini. Qudsi ndani yake kuna msikiti mtakatifu huamkuliwa Al-Masjidul Aqsa, na ni msikiti wa tatu katika misikiti mitakatifu mikubwa ulimwenguni kwa Waislamu wote. Al-Masjidul Haram, Al-Masjidun Nabawi Al-Sharif na Al-Masjidul Aqsa. Masjidul Haram iko Makkah al-Mukarrama, Masjidun Nabawi Sharif iko Madinatul Munawwara, na Al-Masjidul Aqsa iko katika mui unaoitwa Al-Quds. Watu wengi mara nyingi, kwa kuwa siku hizi tumekuwa mara nyingi tupenda kuyanena maneno kizungu na kuyamkua, huwa tupenda kunena Jerusalem. Ni kukubali kwamba si mui wetu tena kuyamkua jina hilo. Ni kukubali kwamba si mui wetu tena. Hizi zombo za habari mara nyingine tunataka tuwe na tahadhari nazo katika kutuakiza maneno tukayanena. Hata utakuta wale wanaoongoza harakati za kupinga uzayuni na wanaoongoza harakati za ukombozi pia wakataa kuiita Palestine Israel. Utakuta tu sisi tuaita Israel, yani imebadilishwa, ile ni Palestine. Tukizungumza Palestine tuzungumza tarikhi ya Uislamu, tarikhi ya Ukristo uliokuwa pale. Lakini ukizungumza Israel wafuta tarikhi hizi, waweka tarikhi ya nini? Ya Kiyahudi. Hizi ni katika chembe chembe zinazopenyezwa katika media na kutuakiza maneno tukawa twayanena. Tujikaze pia tuendelee kupaita mahala pale ni wapi? Ni Palestine, na mui ule ni Quds. Na ukitaka kuwapokonya watu historia yao, moya wapokonye maina yao. Maina ya maeneo yana historia. Na nimewahi siku moja wakati nilipokuwa nazungumza mfululizo wa khutba za haji hapa mwaka jana, nikinena katika malengo ya haji, utakuta twaripiti matendo ya kihistoria yalofanyika karibu miaka 2000 nyuma, twayarudia. Ibada ya haji si kama ibada nyingine, si kama sala na saumu. Ukiangalia ibada ya haji ni mambo yamefanywa na watu, sisi twayarudia, twayaripiti. Tunapofanya sa'i baina ya Safa na nini na Marwa, twarudia tendo alolifanya nani? Hajara, mamake Nabii Allahi Ismail, wakati alipokuwa atafuta maji ya Mane, akawa hupanda jabali la Safa, akishuka akaenda mbio akipanda jabali la Marwa.
kuangalia kwa mbali kutatokea msafara, kutakuwa na ishara ya nyuni ambao wataonesha mai. Tendo lile la Hajara, mke wa Mtumi, sio Mtumi mwenyewe, mke wa Mtumi, mamake nani? Mtumi. Tumeambiwa mwaka mpaka mwaka Waislamu lazima walirudie, walifanye. Tunapokwenda Mina tukapiga nini? Mawe. Twarudia matendo yale yale aliyoyafanya Nabii Allah Ibrahim alipoambiwa nenda ukamtinde mwano, akajitokeza Ibilisi kumwambia na kumshawishi asifanye. Nabii Allah Ibrahim akampiga kwa mawe Ibilisi. Ile eneo imewekwa alama, si kwamba pale uko Ibilisi sisi huenda kumpiga, falsafa si hiyo. Ile eneo imewekwa alama, twende tukalirudie tendo lile la Nabii Allah Ibrahim, lisitoke kwenye memory yetu ya kihistoria. Na mifano yote ya haji takriban ni hivyo, twafanya mambo yaliyofanya. Lengo ni nini? Ni kubakisha ile millata Ibrahima hanifa, tusipokonywe. Kwa sababu Mayahudi hunena Ibrahimu ni wao, Wakristo hunena Ibrahimu ni wao. Mwenyezi Mungu atuambia hakuwa Nabii Allah Ibrahim ni Yahudiyan wala Nasraniyan, hakuwa ni Myahudi wala hakuwa ni nani? Ni Mnasara, walakin hanifan. Ile ni nini maana ya hanifan? Wengine waifasiri ni wasatia, wasata. Wasata maana yake ni nini? Ni kila jambo, kila sifa, kila tendo linakutusa mipaka kuongeza, linanakutusa mipaka kupunguza. Katikati ndio wasata. Mfano, baina ya ubakhili na israfu kuna sifa katikati inaitwa iktisad. Baina ya ubakhili, cha huku hakiendi huku, na baina ya israfu, matumizi bila ya mpango, katikati nini? Iktisad. Na ndio bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam akanena man iqtasada aghnahu Allah, yoyote atakayekufanya iktisadi katika maisha yake Mwenyezi Mungu atamfanya nini? Atamtajirisha. Sasa utaona baina ya khauf na tahawur, baina ya khauf na nini? Na tahawur, kuna sifa katikati huitwa shajaa. Kuna khaufu, jaban, kukimbia paka kuku. Kuna na ule si ushujaa, ule huitwa ni ujasiri wa kipumbavu, wa kujitoa bila mipango. Shekhe kumeingia wizi watukuze silaha, mimi shujaa. Shekhe itambaa kwa nyuma wazunguke, wala hutoambiwa hucha. Hucha nkukimbia. Lakini ukiwatambalia usiwakabili, kwa sababu hao watukuzie nini? Sio utoke ufungue na kifua uambie haya mimi nimekuja mimi shujaa. Hiyo haitwi shajaa, hiyo huitwa tahawur. Na ndio Mwenyezi Mungu alitukataza, alituambia wala tulqu biaidikum ila tahluka. Si ushujaa. Umetoka peke yako, maadui 100 wametokezea, wataka kuambiwa hukukimbia. Umesonga peke yako, umekwenda umekumaliza. Hiyo ni tahawur, si nini? Si ushujaa. Sasa utazitamali hizi sifa zote mzuri zimezungukwa na sifa ngapi? 2. Ya huku ya kuzidi, na ya huku ni ya kuzidi kupotea, ya kuzidi kutumika. Sasa unapotukua katikati, ndipo unapoambiwa wewe umetukua wasatia. Na ndio Mwenyezi Mungu akatusifu sisi Waislamu akatuambia wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida.
Utakapokuwa na misimamo ya kati uta lead, utaongoza. Nyinyi ndio mtakuwa muko present. Maana ya shahada hapa ni maana ya hudhur. Nyinyi ndio mtakuwa mumeimiliki ground. Nyinyi mtakuwa ndio maendesha mambo, na mtume atakuwa akiwa observe kwa mbali. Ndio yo wayakuna rasulu alaikum shahida. Na hii ni dalili kwamba japokuwa mtume amekufa, lakini amali zetu zote haziangalia. Moja katika dalili ya kwamba mtume kila asubuhi na kila siku aona mambo yanayofanyika kwenye umma wake, na ima yamfurahisha ama yafanya nini, yamhuzunisha. Hali hiyo. Turudi Falastini. Juma la mwisho limewekwa kwa sababu hini tulikariri. Watu waanza kuambia sisi tuna tabia katika zile tabia zetu Waislamu za kupenda kulaumu na kukosoa kila lifanywalo silo. Tutakwambia haya, mumefanya maandamano, mumefanya mikutano, mumezungumza misikitini, mmetoka sijui Mkunguni, mmekwenda ndio Quds mmeikomboa. Uneno maneno ya kweli, jihadi, tutokeni nendani mkafanya nini, mkapigane. Kwani wale wamezoweka Madaraka Day na Jamhuri Day wakatusimamisha pale Mkunguni, wakatupigisha maparedi, tukaketi tukaangalia ukuchu ule? Kwani wale wafikiri mapumbavu wakufanya mambo yale wakaspendi na mabudget? Serikali ikatumia senti kadha wa kadha, mamilioni ya pesa. Lengo ni nini? Ni kubakisha uzalendo wa hii nchi na kumbukumbu za mapambano ya hii nchi katika kujikomboa, katika kupata uhuru, katika mashujaa wake, ili kumbukumbu zile zirithishwe kizazi baada ya kizazi, zisipotee. Kwa sababu watu wakisahau kumbukumbu zao watasahau wao ni nani. Mara nyingi mimi nimewaambia sita kutoka laini polisi kushuka kwenda mpaka Ibn Sina kule, leo huitwa Galogalo Road, sio? Katika tarikhi ulikiamkuliwa hiyo sita ule Mabatini, eneo yale ya kule Mbeya. Ule wa kule Langoni ulikiamkuliwa usita wa Kamba. Le barabara ya Langoni sasa ya kushuka kwenda huko mpaka kwa kina Kamba kule, kwa nini kule kukiamkuliwa ye usita wa Kamba, au wengine wakita usita wa Mui, sio? Lakini mimi nitaka hiyo usita wa Kamba na Mabatini. Sasa hili neno limepotezwa na sisi tumeshindwa kulirithisha kwa vijana zetu, kwa sababu kijana leo kama kila mmoja sasa hivi ajiuliza kwa nini kuliitwa Mabatini, question mark yatoka. Kila ambao ni mwanzo kulisikia atauliza kwa nini kukiitwa Mabatini, kulikuwa kuna nyumba za mabati? Ilikuwa ni jua kali, ni factory za amu zile. Watu wamekuja yeo utufundisha yeo kuna kitu huitwa jua kali. Sisi tunapozungumza Mabatini tunazungumza jua kali, tunazungumza ziwanda za amu zilikuwa pale. Ilikuwa ukitaka Kalafati utakwenda pale, ulikuwa ukitaka Masigiri utakwenda pale, ilikuwa ukitaka kadha. Ilikuwa sasa zile sauti za ule ugonga ndio kukaitwa nini? Mabatini. Ilikuwa ni watu wanaounda usanii na kufanya kazi kwa ule utamaduni wa Kiswahili. Sasa kesho mtu atakapokuja kuambia nyinyi mmelala, nyinyi watu wa kungoja nazi ianguke, atakapokuwa wajua historia hii, utamjibu kwamba nyinyi jua kali mkoyo kufundishwa yuzi, watu huko walikuwa wakifanya mambo haya. Alikuwa hakuwetwi sigiri kutoka nje likauzwa. Lakini ikipotea history hii, utatukanwa, unyamae, na wewe ujitukane, unene kweli sisi watu hatuna maana, kwa sababu hujui tarehe yako. Hujui.
na haya niliyazungumza kwa urefu, sitaki kuyarudia. Sasa turudi katika nini lengo la kuadhimisha Quds Day ulimwenguni. La kwanza ni kuibakisha kadhia hii muhimu yenye historia, Masjidul Aqsa, matimbuko ya mitumi. Masjidul Aqsa masra nabii, mahali alipokwenda safari ya nini, ya Isra. Mwenyezi Mungu atuambia subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa. Hiyo ni Isra. Na mi'raji ilianza wapi? Min almasjidil ila, masha Allah, maana huwezi kunena Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni mahala aliposimama Jibril akashindwa kupanda, akamwambia mimi hapa hutosha, utakwenda pweke. Sasa uwezo alionao Jibrili wa kupaa alikuwa kwisha uliposikilia Sidratul Muntaha. Mtume alikamilisha pweke safari. Jibril alimwambia mimi nikisonga zaidi ya hapa nitayayuka, nitapotea. Huyu ndio mtume wenu, sallu alayhi. Ndio Qur'ani katuambia thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna ma kadhaba alfuadu ma raa afatumarunahu ala ma yara. Unena kifua hakikunena urongo cha mtume. Hii ndio Masjidul Aqsa tunaizungumza sisi. Masjidul Aqsa tunaizungumza sisi ndipo mahala kulofanywa kongamano moja tu, halijafanyika tena kongamano hili katika ulimwengu wa kimwili. Limefanyika katika ulimwengu wa kiruhu kabla ya kutiwa kwenye mwili ruhu. Qur'ani inatuambia ulimwengu unaitwa alamu dharra. Mwenyezi Mungu aliwakusanya katika alamu dharra, yani ulimwengu wa ruhu. Hii ruhu yetu iko kabla ya mwili wetu, na itabaki baada ya umri wa ruhu ni mkubwa kuliko umri wa nini, wa mwili. Utakufa mwili, ruhu itafanya nini? Itabaki. Mwenyezi Mungu katika ulimwengu wa arwah alitukua ahadi na mithaqi kwa mitumi wote kwamba lau watamdirika mtumi Muhammad watafanya nini? Watamuamini. Qur'ani maneno wa idha akhadhna mithaqan nabiyyin. Mithaq ni ahadi imezoliwa mayamini na nini, na ziapo, ahadi mzito. Mithaqan nabiyyin, hiyo wanazuoni wanena ni ulimwengu wa arwah. Lakini siku ya alipokwenda Isra bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akifika Masjidul Aqsa, Mwenyezi Mungu alimfufulia mitume wote akakutana nao wote Masjidul Aqsa, na akaswalisha jamaa akiwa yeye ni imamu, wote wakiswali nyuma yake. Lile lilikuwa ni kongamano la pili la kimwili, sasa si kiruhu, la kimwili. Na walizungumza nini? Walimpa experience, walifanya nini? Kwa sababu lengo la safari ya Isra na Mi'raji ilikuwa ni kumtayarisha mtumi kama kiongozi wa ulimwengu. Kwa hivyo walikuwa ahitaji knowledge ya kutosha, na ndio Mwenyezi Mungu akanena linuriyahu min ayatina, tumuoneshe aya zetu, tumfundishe. Ilikuwa ahitaji tajruba za wengine walioongoza katika ulimwengu, wampe experience yao. Alikutana na mitumi kadha wa kadha mbali kwa jumla, kisha kuna na baadhi ya mitumi alikutana nao wao peke yao. Kama utakuta alipopanda uwingu wa kwanza, sijui alikwenda kadirikana na Nabii Allahi kadha Idris, akakutana na sijui na Nabii Allahi fulani. Nachotaka mimi ni Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa katika tarikhi yetu ni ihdal qiblatain. Ilipofaradhiwa swala, watu wote waliambiwa waelekee nini?
Masjidul Aqsa. Si kama leo tukiswali tuelekea Maka, ilikuwa watu wakiswali uelekea wapi? Falastini. Kisha baada ya muda Mwenyezi Mungu akanena yeye, qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Twakuona mtumi wangarisha mato mbinguni. Kungarisha mato mbinguni inamaanisha asubiri wahi. Kama wewe ungoja mgeni utaona kila mara pale jetu utatungia kule Mnazi Mmoja, sio? Itatokea boti ama haitokei. Yani alikuwa atarajia mtumi ujio wa Jibril, ataka wahi. Kwa nini ataka wahi? Haridhiki mtumi kibla hiki, ataka kibla kingine. Mtumi haridhiki, si Mungu. Yeye alikuwa hakitaki hiki. Kwa nini hakitaki? Hataki kuambiwa Uislamu umetoka kwenye matimbuko ya Kiyahudi. Yaweza ikatumika makosa hii. Ndio Mungu akamwambia Jibrili, nenda kampe mtumi Muhammad kibla akitakacho yeye. Nenda ukampe mtumi Muhammad kibla akitakacho. Ndio hiyo falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, unachoridhika wewe, sio anachotaka nani? Mwenyezi Mungu. Ridha ya mtume Muhammad yafuatwa katika swala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aridhishwa mtume Muhammad, kabadilishwa. Kwa hivyo tunapozungumza Masjidul Aqsa, twazungumza maeneo ambayo yana historia yetu hii. Haya ni maneno, haya ni mambo twataka tuwaakize vijana zetu ulimwengu mzima, isipotee katika memory yao. Na ndio falsafa kubwa ya hili juma la mwisho la Ramadhani, kuwa litazingatiwa ni yaumul Qudsil alami. Watawasikie wote watu, na yarudiwe hayo kwa hayo, waambiwe watu. Pili, tadhkiru alalam والمسلمين خاصة بمسؤوليتهم تجاه المسجد الأقصى. kukumbusha ulimwengu kwa jumla na Waislamu hasa kwamba mna jukumu la kuikomboa Masjidul Aqsa. Ni jukumu lenu. Miaka 50 sasa kutoka itukuliwe Masjidul Aqsa, sio Falastini. Falastini zaidi ya 50, lakini Masjidul Aqsa 67 ndio Quds ilienda. Zita za 67 1967, sio? Mpaka 2017 tuwazungumza miaka mingapi? 50 sasa kwenda Masjidul Aqsa. Wapinzani Mayahudi wa magharibi watumia kitu kinachoitwa kayul wa'i, kupiga pasi mabongo yetu isahaulike kadhia hii, kwa sababu wajua hakika Waislamu maadamu hawataisahau hii kadhia, ikiwa si hawa basi katika nyuti za migongo yao kutatoka wajukuu wao watakuja kupigana. Bao walielewa vizuri, sisi hatulielewi hilo. Bao walielewa na wanao historia, waliitukua. Ikarofanywa nini? Ikaja baada ya muda kama hivi sasa watu wamekata tamaa, itakombolewa nini? Wakati wa Salahuddin al-Ayyubi ikafanya nini? Ikakombolewa, karudi imetukuliwa tena na itakombolewa, kwa sababu ni ahdi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tadkhulu, wa unena ile aya, kama dakhaltum awwala marra, mtaingia tena kama mlivyoingia mara kwenye suratul Isra. Mwenyezi Mungu ndo anenao, si mimi wala si viongozi wala si maimamu mashekhe wala ni Mungu katika nini? Katika Qur'an. Itakombolewa, lakini ni nani watapata fakhri ya kuvaa koja ya kuikomboa? Sisi, ni this generation, ni generation itakayo kufuata.
hayo ni. Lakini twafaa kujua hususa katika kipindi hiki ambacho ulimwengu wa Kiislamu waishi katika msongamano. Wajua mwanadamu ana tabia anaposongwa na mambo mingi wewe. Hata wewe binafsi ukamka asubuhi ukapata hili, ukisikia saa 4 ukalipata hili, ukisikia ukapata lingine. Unaposongwa na mambo huenda ukakosa priority katika maisha yako. Taamalini nyinyi katika maisha. Waweza kuwa wewe umelala usiku umepanga mimi kesho asubuhi nitaka nikiamka nifanye jambo hili, saa 8 nifanye jambo hili na usiku ufanye jambo hili. Ukiamka asubuhi mara umepigiwa simu kumetokea tatizo kadhaa, mara sijui kumetokea msiba kadhaa, mara kumetokea sijui kadhaa. Huja ikakubadilishia list ya priority zako zikafanywa kitanga na hivi. Ukaiona wewe ile siku hupekeshwa, hujipekeshi. Ndio umma ulioko leo. Umma wa Kiislamu umekosa ramani. Wapekeshwa na mambo, haujipekeshi, hauna agenda. Agenda upangiwa. Agenda tupangiwa. Na ile simpleness tulionayo sisi kwa bahati mbaya ni wapesi kutukuliwa na wave. Wazungu wameketi wameona hawa tukiwaata wapange wenyewe agenda, katika priority zao itakuja agenda ya kwanza ni Palestina. Lazima ikombolewe Palestina. Tutaiondoshaje hii? Watatuwape agenda zingine, wape demokrasia. Kama ambao demokrasia imeteremshwa na Mungu. Leo watu upijana Syria utoa damu zao watakueta demokrasia. Watu wale hawapijani Palestina kutaka kukomboa Masjidul Aqsa iliyoteremshwa na Qur'ani. Demokrasia iliyoitwa na Mayahudi twaipigania na kutawanya damu. Lakini Masjidul Aqsa hakuna. Maona vile agenda zinavyofanya nini? Zinavyotanganywa. Imekuwa aulawia leo ni kuweka demokrasia Libya. Aulawia leo, yani priority leo ni kuweka demokrasia wapi? Syria. Kuweka demokrasia Misri. Kuweka demokrasia sijui Yaman. Kuweka demokrasia. Hizi ndio zimekuwa priority na twa spend billions za dollars na ruhu kwa malaki zimezikwenda mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiulizwa tutataka nini? Twapigania tupoe haki ya kutagua rais. Afana alaik. Tuulizeni sisi tutauao huku hubadilika nini ukitauliwa? Wazungu wametuweza sana. Lengo ni kila miaka 5 kubadilisha mtu, ama lengo ni kila miaka 5 kubadilishwa maendeleo ya nchi? Ikiwa mtu ataketi miaka 30 kwenye utawala lakini kila miaka 5 atatubadilishia nini? Maendeleo. Na mengine tutabadilisha miaka 30 watu 6 lakini tutazidi kudidimia. Unga tukinunua shilingi 10 tukibadilisha huwa shilingi 50. Mtatagua ipi? Lakini tushatengenezwa. Kwa hiyo tutawali yetu miaka 10. Kwani problem kukutawali miaka 10 kuna problem gani sasa? Hata atawali miaka 10, atawali 20. Lengo utawala ni tool. Ni wasila. Sio lengo. Lengo ni huduma. Ikiwezekana kuwa na huduma, lau yawezekana tusiwe na serikali, pia haina maana tupoteze nguvu zetu kutaua serikali. Lau ilikuwa yawezekana tusiwe na hawa wanasiasa wote na iwe huduma zitafanyika, tuna ndia nyingine. Mimi mmoja nena haina haja kwa sababu zile senti walipoao hawa walikuwa utosha sisi kuondosha matatizo yetu. Tosha. Na hiyo sinema imetolewa kwenye Hollywood, imeitwa sinema ya bure Nkunguni. Zamani kwa iko Hollywood, paka wenye mato ndio wafanyao nini? Waonao mambo ndio Amerika, Hollywood na internet. Sasa yao ni sinema ya bure iko Mkunguni pale. Sijui mmenielewa une nani mimi? Tumekuya hizi county imekuwa kutuonesha mambo na yalio wako hivi. Kwa zamani wewe mpaka uyue yapangwao kwenye wizara huko mambo marefu, sharti yenye mato marefu. Niangalieni tu hizi senti zingi yao
katika kila county, si amu hii wala halaumiwi mtu aliyoko kwenye utawala, ni police, sio? Katika kila county ziangalie ni asilimia ngapi mishahara, ni asilimia ngapi, sijui mimi, lakini wenye maziwa ni asilimia ngapi marupurupu ya watu, ni asilimia ngapi ni development. Kisha jiulize, ikiwa development tumepoa, mathalan tumepoa asilimia 20, asilimia 60 ya senti zile, ni ule mfano wangu, jamaa amepotelewa na shilingi 5, akamkodisha mtu akampa shilingi 100 kumzengelea shilingi 5. Ama alitoka nyumbani shilingi 5 imempotea, akakodisha mtu akamlipa ngapi? Shilingi 100, akamzengelee shilingi 5. Ndio hizi sura zilio. Lakini tumetengenezewa demokrasia, mtakwenda kuvoti tarehe 8 Agosti, nyuona maendeleo na kumbe nyinyi kila mmoja hutia saini kwenye debe ya kujimaliza. Toba nikinena maneno haya msiniambie ustadhi yeye umetoa fatwa ya watu wasifanye nini, wasivoti. Siko hapa mimi, pia tarehe 8 tashuka kwenda kuvoti, hiyo kiswa kingine kitaka tutazungumza, lakini nataka kuwaonesha wazungu wala mambo haya si ya Kenya. Hii ndio game zinazopangwa ulimwengu mzima. Watu wamepokonywa priority zao, wamepewa agenda. Leo waingia Iraki, mimi nimekwenda Iraki, mfano natoa kama mfano, utakuta kuna organization mfano za wanawake ulimwenguni za piga mayowe, mwanamke wa Iraki huvishwa shuga, mwanamke wa Iraki hunyanyaswa, mathala lazima apewe haki. Wallahi utalia kwa matozi. Tembea katika barabara za Iraki, nimeona wanawake kila age, ukiwa wataka miaka 5, miaka 10, 15 mpaka 80, wamejaa barabarani huomba. Hii si agenda ulimwenguni, hii si haki ya binadamu. Kwanza kwa umaskini, nani aliyosababisha umaskini ule? Ni Amerika. Hakuna agenda, hakuna warsha ulimwenguni, hakuna Umoja wa Mataifa imeketi kuzungumza vipi wanawake wanavokashifika. Mwanamke atoke barabarani na masimba na manyati na mafisi walioko barabarani kila age, tena miaka 18, 19, wamenyosha mikono, ufanya nini? Kuomba. Wewe umepanga jamii ya ufisadi mbeleni kiasi gani? Ni nani atakao kutake advantage kwenye ule umaskini wake? Ni wangapi? Kama leo wanavyofanywa wa Syria. Kambi zimebadilika za Kisiria, ni madanguro ya kuuza vijana wa miaka 16, 17 kabisa. Watu wakitaka zamani kwa wewe ukitaka kustarehe na Bangkok, sio Thailand. Siku hizi watu shuka Turki, shuka kwenye nchi zilioko mipakani na Syria. Syria hakungiliki, huenda mipakani kwenye kambi, uwetewe jana miaka 16, 17 kwa dola 200. Mama humtoa akakupa. Musteze na zita jamanini. Mungu tuombeni Mwenyezi Mungu nchi yetu aipeke salama salimini. Hakuna matezo shekhe katika masala ya zita. Hakuna matezo. Hakutokee vitu na kiumane. Kikiumana umepanga hapa kwenda babangu. Tumewaona ndugu zetu hapa tulipokuwa tukiwapokea pale pwani kukitangazwa misikitini wapekewe bofulo. Somalia, na mpaka leo tutaiona Somalia ikoje. Mwenye kuwasha huko, mwenye kuzinya hakuna, huangaliwa tu. Ulimwengu watakuja kutake advantage. Leo Somalia watu kadhaa hawataki zita zisimame kwa sababu wao hunyonya Somalia. Leo watu kadhaa hawataki zita zisimame Syria kwa sababu wao hufanya nini? Hunyonya. Iraki ya nyonywa mafuta, Libya ya nyonywa mafuta. Hakuna juwao zisima za mafuta sawa. Hakuna hisabu, hakuna rasiti, hakuna treasurer. Tukuliwa wazungu upija mapipa wakitukua kadokeka kwenye stock zao za mafuta. Ni upijana tu matafuta demokrasia, agenda. Na ndio leo Waislamu
wameamshwa kwenye mambo ambayo hayawahusu ndwe wala sikio, wameisahau Palestina kabisa. Mpaka kwetu tasikia kijana ametukuliwa enda kupigana jihadi, amepekwa Syria. Kijana ametukuliwa enda kupigana jihadi, amepekwa wapi? Yaman. Kijana hutukuliwa enda kupigana jihadi. Mumesikia kijana mmoja ametukuliwa enda kupigana jihadi amekwenda Palestina? Mumewahi kusikia? Hapa Kenya mimi nazungumza. Ni nini? Brainwashed. Aulawiyat zimebadilika. Twenda kupigana kwenye zitu ambazo sisi hatuzielewi. Ni nani? Twampigania nani? Kama masala tulioyauliza juzi, mimi nilioyauliza hapa nilipokuwa nikizungumza wakati wa kisiwa chetu cha Amu kilipotangazwa World Heritage kikawa cha panda kiuchumi. Majumba yakasikilia milioni 30, ardhi za bichi kwa mamilioni, uchumi wa panda, mzungu akatukuliwa kitabu. Mzungu mwanamke kizera. Haya maneno nimeyazungumza yuzi darasani. Pejwa kwa kitako zisiwa. Mekufa kabisa. Sasa wewe nyumba uza milioni 5 upate mwenye kuinunua. Wakati huo shababu hao wanaohatarisha usalama wetu na makaangusha kwa letwa projects za billions katika maeneo mengine, ardhi za panda kutoka shilingi 15,000 ikizanywa ardhi kwa eka 10 mpaka imekuwa huzanywa milioni 10 na milioni 20. Mwayaona mambo haya? Na shababu hao waliovunda uchumi Amu wakasababisha wazungu wote wakimbie Shela na Kitau na ardhi zianguke bei, wako katika hiyo Lamu County. Na Lapset ujengwa hiyo ambao leo twababaika uchaguzi waja hatuyui county tutailinda vipi. Sasa hivi katika level ya security yasemekana Lamu ndio namba 2 baada ya Nairobi Kenya. Watu walioingizwa kisecurity katika hunumui mkilo mpishana nao wawili watatu mbao. High level of security sasa hivi Lamu. Sasa nyinyi mjiulize, sasa ikiwa hali uchaguzi hali na nini, project hizo tutazilinda vipi sisi? Pili, mzungu maskini utiziwe kwenye kiti, umai hayamtoki kwenye mkono, alitukuliwa Kitau, hakuyatukuliwa nchini hata mmoja kutoka Lapset. Mustekeni, zioneni hizi zitu na mujue ni agenda gani zinazotezewa kwenye haya maina ya jihadi. Kuna nchini tamua wala hakuna security hivyo. Mimi nimekwenda mpaka port, enda watu waketizie washwe geti, polisi wawili sio nini na nini basi. Utaniambia lakini kuna manuari, kwani ile horsepower ya 30 ilontukua ule nzungu mwanamke, hizo manuari siku ile hazikuwepo? 6 hours paka kudara mpaka wa nini wa Somalia. Wasema watu hakukuwa na helicopter, hakukuwa na manuari, hakukuwa na chochote kama yuzi. Wakatoka kupekwa maiti kulikuwa hakuna mafuta, wakatoka kushikwa na huza mafuta yako. Sio kisa yuzi walipokuwa wataka kupekwa maiti ndao ilikuwa hawana mafuta mpaka wapoe lita 500. Hakuna mafuta kupeka maiti. Lakini ilipokuwa sasa wataka kwenda kumshika na huza wa ile jahazi, wataka kubildi kesi wale sasa. Sababu yuko nchama chakula. Kumetoka racing imekwenda mpaka ndao imemtukua, mafuta yampatikana, sijui yanatoka wapi, ni hayo yataka kufukuliwa Mandra sijui. Waangalieni uzuri hawa watu, mtu asije kutulaumu ovyo, muwaone ile wanavodili na mambo. Mafuta yamepatikana. Haya, yuzi mimi niliwaambia katika mada yangu ya darasa, leo ukimwona kijana amefika kwenye level ya uhalifu na amefika mahala amepekwa kotini ataka kushtakiwa, huwa kuna watu kadhaa wataka wapande na yeye kirimbani washtakiwe, si yeye. Mmoja mbabake na mamake waweza kuwa katika malezi walifeli wakamsababisha kufika pale, atakikana apandishwe kirimbani pia baba aulizwe matokeo. Kullukum ra'in. Sasa mimi nasema kile chombo kiliondoka Pwani,
Nahuza alikhalifu sharia, wakapakiwa watu. Hizi idara zinaohusika na mambo hayo, mato yao yalikuweko wapi? Sisi tumlaumu Nahuza kwa nini alikubali kupakia chombo zaidi ya sheria. Sawa, na wale wahusika KPA ilikuweko wapi? Sijui Marines walikuweko wapi? Wote hawa watu wataka ziondoke racing ziende zikawashike, na wote hawa wataka wapekwe kotini wajibu maswali. Baba yuko kuvaa jaketi tu. Kwa hivyo masala, mimi sitaki kunena hakufanyika makosa, yamefanyika makosa, lakini si wakati wa kulaumu yana, ni wakati wa msiba. Ule ni mtu wao, ni mwendani wao, hakuna alopanga kutaka kuwaua watu, na pengine mwenyewe hushikwa mpaka sasa uko kwenye shock. Si matezo shekhi. Wewe uweko kama dereva kwenye gari, ama uwe Nahuza kutokea na uwe mara nyingine dhamiri yako ya kuambia kiasi fulani wewe umechangia katika makosa ile, uone watu familia zimekwenda, watu ambakia mayatima, ule mtu ataka kiasi fulani pia kuangaliwa mwanzo. Si masala ya kutiwa pingu kupekwa mapolisi. Ala kuli hal, turudi kwenye mada yetu. Ni mifano upenda kutoa ya hawa. Kwa hivyo agenda ni muhimu sana ibaki ya Falastini. Ndugu zangu, tumeona wanavyojua Mtume atuambia alfitnatu naima, fitna imelala, Mwenyezi Mungu awalani wenye kuiamsha. Nini maana ya maneno haya? Katika kila jamii, katika kila umma kuna zitu zaitwa tanaqudat. Kuna migongano ndani, kabila, mikao, mitaa, waziko na huwazi wanaita wale ni sleeping cells zile, sio? Huja wanasiasa wakati wakitaka kupita kwa yao, wakazifanya nini? Wakazichunga zile. Ndio laana Allahu man aiqadhaha, huya wakaziamsha kwa sababu wataka kuzitumia. Ndivyo wanavyotupeka wazungu ya ulimwengu huwa. Sasa wewe utafikiri haya madhahabi yamezaliwa ni katika teknolojia mpya iliyokuja, na madhahabi yamfuete Muislamu karne 13 na miaka kadhaa sasa. Ni mtaamini Iraki kabla ya kuingia Amerika kulikuwa kuna nyumba moja, mjomba ni Mshia, shangazi ni nani ni Msuni, mume ni Mshia, mke nani ni Msuni, mseto mtangamano. Iraki ile baina ya kuingia Amerika watu huana, na baadhi ya mii imepigwa mipaka, huku kwa Mashia, huku kwa nani, huku kwa Masuni. Kuingia Amerika wameishi wa Iraki nyaka 1000. Samura maeneo alozikwa al-Imamu nani, Hasan al-Askari na Ali al-Hadi. Kuna makamu al-Askariyin yaitwa Samura, wote ni moyo wa Masuni, isipokuwa tu ile makamu katikati ndio ya Shia. Na Mashia walikuwa hungia kwenye mui hono na wakenda wakazuru maimamu na wakipokewa na Masuni na kila kitu. Kuingia Amerika, Kuba lile limeketi nyaka 1000 katikati ya mtaa wa Kisuni. Kuingia Amerika limelipuliwa kwa bomu, kaburi limelipuliwa kwa bomu, kimeumana, kumepigana. Tumekwenda kutembea paka yeo, majumba yaliyoko pale ni magofa, hakuna ketio tena, kila mtu ucha kuketi pale. Alipoingia Amerika, sasa wameteza hizi chui na wamemaliza sasa za kimadhahabi. Yuzi tumemuona Bwana Trump amekuja Saudia, kuondoka kumewashwa. Sasa kumeingiwa watu, hujui utofautiana, itukue Qatar na Saudia, ideology moja, wote ni nchi za nini, za Gulf, madhahabi mamoya, kila kitu kimeumana. Na bado wataendelea kugawanya, watagawanya mpaka watabakisha mtaa, na kila mtaa watautia chuki ugawanyana. Ndio tunataka tuwe mato, ndugu zangu, na tusiangalie wengine ukwambia, umeona
Saudia uteta na Qatar, sawa, Saudia uteta na Qatar, na mimi na wewe pia uteta. Tujiulize. Na wewe kesho utakuya kuambiwa wale kadhaa utaingia kwenye fuo. Tukishtuka tutakuwa huteta kimadhahabi, tukishtuka tutakuwa huteta na yametupata na yako. Ni ajenda za wazungu hizi. Tunataka tuwe nazo hadhari. Ndugu zangu, uchaguzi uko milangoni Kenya. Mwezi wa Ramadhani tuumaliza na tumebakisha siku zisizozidi 50 kwenda kwenye uchaguzi. Tutulie, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aipe nchi yetu salama, tupite katika wimbi hili salama salimu. Na narudia, twaishi katika nchi ya demokrasia ambayo imedhamini haki ya kila mtu kusimama na imedhamini haki ya kila mtu kuvoti na kuunga na kusapoti pale anapotaka. Haki hii kama ulionavyo wewe ulioamua kuingia kwenye mkao wako, usisahau mwingine pia anayo alipoamua kuingia kwenye mkao wake. Tusisahau zitu kama hizi, zisitutoe kwenye zipimo. Tukiamini kila alosimama hakubeba mswahafu kwenye mkono wake, amebeba katiba ya Kenya. Kwa hivyo tusifanye upande hunu ni jihadi, upande ule mwingine ni nini? Ni ukafiri. Tufanye upi atatupa maendeleo zaidi. Maombi yangu, tusiwete Uislamu mahala ambapo hauhusiki. Tutakuwa disappointed, kisha tutavundwa moyo. Yatakapo kusimama ya kweli pia tutakuwa tumeona kama ya tiza demokrasia, na kila mtu ana sera na kila mtu ana ajenda za maendeleo. Wewe kama mwananchi, sikiliza pale unapoona kweli yako maendeleo, nenda kafanye nini? Kavoti. Fanya kampeni kwa nguvu zako zote, lakini usisahau kwamba na mwingine aliyoko upande ule ni nduyo, ni mwenzako, ni Muislamu mwendani wako, ni jamaa yako mweza kuwa muna na nasaba. Hamufai kugongana. Wao waweza wakati wowote interest zao zikikutana watakuwa pamoja, kama anavyotembea Uhuru na Ruto walopiganisha nchi 2007, sio 2007. Leo wako pamoja. Na kila mtu ajua hii story. Si lazima hegi. Iko wazi. Iko vipi? Inaangalia leo salama watembea bila wasiwasi, na kulipijana, kukauana, kukagurishana. Mwakumbuka mpaka zijana walokuwa wakitushwa nde makanisani wakati ukiwaka moto, watu wakiwatukua wakifanya nini? Wakiwarudisha ndani ya moto. Zisitoke zile picha kwenye mato yenu. Mwaweza kutarajia watu wale kuna siku waweza kupatana? Waweza kuwa pamoja? Lakini interest ilipokuwa wote kanwa la hegi limewafanya nini? Limewatamia. Aliona tukenda mikao mbalimbali tutanyakwa sute au moyo wetu atanyakwa. Wakaona afadhali tuunge pamoja. Tuiombe nchi yetu ipite salama, na tujitahidi ndugu zangu kesho kujitokeza kuangalia mwezi wa Ramadhani kama ninavyowahimiza, na tujaribuni, na kukitokea la kutokea yakiwa ya pamoja ndio mazuri tuyatakayo, na yakiwa yamekhtalifiana tuyatukue. Kila mmoja ana maoni yake, ana na uamuzi wake, hayatakizita. Tusameheane na tutoweni Idi tukiwa sote ni ndugu. Na umoja kama nilivyowaambia wa Kiislamu ni umoja wa kila siku, si umoja wa kungoja Idi paka Idi tukatoa Idi pamoja. Huo ni umoja wa guchu. Kila ambao wana hamu nno utoe wa moyo kwa sababu ya Idi, ningemuomba Mungu aifanye Idi mwaka nzima ili tupate kuwa na umoja. Umoja ni wa kila siku, si wa kuswali Idi na wa kutembea Idi. Tuiage mwezi wa Ramadhani
kwa maneno tulofundishwa tukiwaambia assalamu alayka ya shahra Allahi al-akbar wa ya ida awliyaih, assalamu alayka ya akrama mashubin min al-awqat wa ya khayra shahrin fil ayami was-sa'at, taqabbal Allahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa ja'alana min utaqaihi min an-nar. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله صفاء قلوب الذاكرين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.